Miongoni mwa mambo mabaya kabisa ambayo watu wengi hawazingatii wala hawaogopi kuyafanya ni kusema baadhi ya maneno ambayo wanaona wao kwamba ni maneno madogo, lakini athari zake zinakuwa ni kubwa kabisa katika jamii au katika nafsi za watu. Kwa mfano, apite mtu ambaye ni mmoja katika watu wema mbele yake, kisha acheke huenda labda ndevu zake, muonekano wa sunna mbele ya watu ambao labda ni mara ya kwanza wanasikia mtu anawacheka watu kama hawa. Athari ya neno kama hili kumcheka mtu mwema au mandhari ya kisunna ambaye alionayo inahama kutoka kwako kwa hawa ambao wanakusikiliza. Wao pia wanaanza kuwa ni wenye kuwachukia na kuwakejeli na kuwacheka watu wema. Athari hii inatapakaa, inakwenda kwa wengine na wengine, hadi watu wema wanakuwa ni watu wenye kufanywa maskhara katika jamii, na sababu ni neno ambalo ulisema. Nachukua kwa mfano wake yote yale, mtu labda anaambiwa tukasali, bana acha kusali, umesema kusali tu, lakini athari ya neno kama hilo huenda mtoto mdogo akausikiza likajengeka katika nafsi yake, katika moyo wake na akili yake, akawa kila akiambiwa nenda kusali, bana kusali kwa watu fulani, na labda likawa ni neno ambalo tayari limekubalika katika nafsi za vijana, nafsi ya mtoto, paka akakuwa nalo. Bwana, wewe ndio utakayebeba madhambi ya yote wale ambao watadharau chochote kile ambacho kinamhusu Allah na mtume wake na Qur'ani yao na dini yake jalla jalaluhu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine anasema, wala yahmilunna awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala saa ma yazirun, na watabeba madhambi yao na madhambi ya wale ambao wanawapotosha na kuwapoteza bila ilmu. Ni uovu ulioje wa hayo ambayo wanayoyabeba. Subhanallah Ta'ala. Kwa hiyo tahadhari na kudharau na kuwacheka na kukejeli na kuzungumza maneno yasiyokuwa na maana kuhusu kile ambacho kinamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na dini yao na vile vile Qur'ani tukufu, na chochote kile ambacho kitakuwa ni kitu endelevu kiovu kwa watu ambao unaosema mbele yao. Zingatia sana, ulimi utakuweka pabaya siku ya Kiyama, mkono kwa mkono hadi peponi.